Udongo ni rasilimali muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kilimo cha mazao mbalimbali. Zaidi ya 65% ya Watanzania wanategemea kilimo kama chanzo kikuu cha maisha yao. Ili kuhakikisha kilimo kinaendelea kuwa na tija, ni lazima udongo uwe na afya bora. Tupo kwenye zoezi la kitaifa la uchunguzi wa afya ya udongo, na kwa sasa tupo mkoani Mtwara. Lengo kubwa la utafiti huu ni kubaini tabia za udongo kwenye maeneo yetu, ili tujue ni mazao gani mbadala ukiachia yale ambayo wakulima wamezoea kuyalima yanaweza kulimwa. Kwa hiyo tutaweza, baada ya kufanya utafiti huu na uchunguzi huu, maanake tutaweza kushauri kwamba ni mazao gani yanaweza kuongezeka kulimwa tukiachia yale ya mazoea ambayo tunalima. Lakini lengo kubwa la pili ni kujua rutuba halisi ya udongo, ambayo itapelekea sasa kushauri ni aina gani za mbolea zinaweza kutumika kutokana na aina halisi au virutubisho vilivyomo kwenye udongo. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetekeleza kwa mafanikio zoezi la kitaifa la upimaji wa afya ya udongo mkoani Mtwara kwa kutumia kipimo cha ramani cha 1/50,000. Zoezi hili ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuboresha, kuhuisha na kuimarisha taarifa za afya ya udongo nchini. Wizara ya Kilimo kwa sasa inaendelea na zoezi la kuchukua sampuli za udongo na kuzipeleka maabara kwa ajili ya kupima afya ya udongo, na zoezi hili linafanyika katika mikoa yote ya Tanzania bara. Mpaka sasa tumeshakamilisha mikoa 13 na zoezi hili linaendelea katika mikoa mingine 6 ili kukamilisha mikoa 19. Na baada ya hapa tutakwenda kwenye mwezi wa pili, tutafanya kwenye mikoa mingine 6 ili kukamilisha mikoa 25 ya Tanzania bara. Zoezi hili lilifanyika miaka mingi iliyopita, kama miaka 40 iliyopita, ambapo ramani ya udongo zilipatikana kwa skeli ya 1 kwa milioni 2. Na sasa Wizara ya Kilimo inafanya zoezi hili kwa skeli ya 1 kwa 50,000 ili kuweza kutengeneza ramani za udongo zitakazowasaidia wakulima wetu kuweza kuzalisha kwa tija. Katika zoezi hili linapofanyika uwandani ni kwamba tunafanya zoezi hili moja kwa moja kutoka kwenye ngazi ya vijiji, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata na hata ngazi ya mkoa. Na kwa kufanya zoezi hili litatusaidia kupata ramani za udongo ambazo kubwa ziko ramani 3. Ramani ya kwanza ya udongo ambao tunayotarajia kupata kwenye zoezi hili ni ramani ya soil classification. Kwenye soil classification tutapata aina zote za udongo zinazopatikana kwenye maeneo tofauti tofauti ya ardhi yetu ya Tanzania. Na kwa kufanya hivi tutakwenda kutengeneza ramani ambazo tutaonyesha hiyo soil classification, na mwisho wa siku kwenye hili tunatarajia kwamba tupate ramani nyingine ambayo inaitwa ni soil suitability map, ambao kwenye soil suitability map hapa tunatarajia tuweze kuweka kufanya mipangilio ya aina za mazao tofauti tofauti yatakayolimwa. Kutakuwa na mazao ya mizizi mirefu, mazao ya mizizi mifupi, na kanda mbalimbali za kilimo zitaandaliwa kutokana na hii ramani ya soil suitability map. Na baada ya hapa tunatarajia pia kuweza kupata ramani nyingine ambayo inaitwa ni soil fertility kutokana na zoezi letu. Na soil fertility itatusaidia kupata ramani ambazo zitaonyesha virutubisho mbalimbali vilivyoko kwenye udongo wetu unaotumika katika kilimo. Zoezi hili limehusisha wataalamu kutoka vyuo vikuu, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania yani TARI, taasisi za mafunzo ya kilimo MATI, asasi za kiraia, wataalamu wastaafu pamoja na wahitimu wa taaluma ya kilimo. Ushirikiano huu utaiwezesha serikali kufanya uchunguzi wa kina wa udongo kwa kutumia maarifa ya kisayansi na uzoefu wa kitaalamu. Lengo kuu la zoezi hili ni kupata takwimu sahihi zitakazosaidia kupanga na kutekeleza shughuli za kilimo kwa ufanisi zaidi. Zoezi hili limezingatia tafiti za awali zilizowahi kufanywa na wataalamu mbalimbali akiwemo DIPAO mwaka 1984 ili kuimarisha msingi wa kisayansi katika kupanga maendeleo ya kilimo. Mkuu wa Mkoa wa Mtwara amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kutoka kwa viongozi na wananchi ili kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa kwa manufaa ya maendeleo endelevu. Nao baadhi ya viongozi wa Mkoa wa Mtwara
akiwepo mkuu wa wilaya Mtwara, mkuu wa wilaya Newala na wakurugenzi watendaji waliunga mkono kufanyika kwa zoezi hilo. Kwa mimi niseme tu, wataalamu wetu tumefurahi sana kuweza kupokea kutoka Wizara ya Kilimo, na tuseme tutawapa ushirikiano wa kutosha kabisa, na wananchi wetu huko ambao wanatazama hivi sasa, naomba tuwape ushirikiano. Kwa ujumla ni zoezi muhimu sana kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa watu wa Newala. Ni zoezi lenye faraja kubwa, lenye faida kubwa, na ambalo litatusaidia kuwakwamua watu wa Newala kuondokana na umaskini. Sasa tunapopata ugeni kama huu wakatupimia udongo wetu, ina maana hii sasa itawafanya wananchi wetu kuweza kujua aina ya udongo tulionao, lakini pia kujua namna gani ya mazao yetu kuweza kuhimili rutuba au kuweza kuhimili aina ya udongo tulionao. Kwa hiyo mimi ni shukuru, na kwa kweli ni mshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani hili zoezi mara ya mwisho lilifanywa mwaka 1984. Hapa tunaongelea miaka 42 iliyopita. Zoezi la upimaji wa udongo mkoani Mtwara ni hatua bora ya kujenga msingi imara wa kilimo chenye tija kwa mkulima, uchumi wa taifa na vizazi vijavyo.